usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na watu 98 wakamatwa mkoani Njombe kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo mauaji. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Barabara kabisa mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupitia Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Uthman. Karibu tuwe sote. Dakta mtazamaji, kama ilivyo ada mchezo kwa utunzo, tuanze na habari za kitaifa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka amesema serikali imedhamiria kuwezesha vijana kuinuka kiuchumi kwa kuweka mazingira rafiki ya kupata mikopo na ujuzi utakaowasaidia kumudu mahitaji ya soko la ndani na nje ya nchi. Adam Luhomwa ana taarifa zaidi. Nanauka ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati akiongea na waandishi wa habari kuhusu dira na dhamira ya serikali ya kuendeleza vijana, ambapo amesema miongoni mwa mipango ya kuwawezesha vijana ni pamoja na kuwasaidia kupata elimu, ujuzi na mikopo itakayowasaidia kuingia kwenye uchumi wa uzalishaji na utengenezaji badala ya wao kusalia kwenye uchuuzi na usambazaji. Nilizungumza issue ya asset finance, kuona kwamba vijana wanapewa mitaji ya vifaa pia badala tu ya mitaji fedha. Na serikali imeweka mazingira mazuri sana. Kuna capital goods ambazo zikiingizwa hapa zikiwemo machinery, zimeondolewa ushuru kwa vijana. Kwa hiyo unaweza ukaulizia, tunataka tuwape hizo taarifa kama unataka kutengeneza mtambo wa kuzalisha kitu fulani. Ukuta ushuru wake upo, kwa hiyo vijana wanaweza wakaagiza wakafanya jambo fulani. Tunachotaka sio tu tuwapatie vijana pesa kidogo kidogo, tunataka tukuze makampuni yao. Makampuni yenye nguvu ya vijana yanatengenezwa kwa kutumia mifumo kama hii. Aidha, amesema miongoni mwa changamoto nyingine inayowakabili vijana ni kupata ajira kwenye kampuni, mashirika na taasisi mbalimbali kwa kigezo cha kutokuwa na uzoefu. Hivyo serikali imeanza mpango wa kuwasaidia wahitimu wa vyuo kupata sehemu za kufanya mafunzo kwa vitendo na kujitolea ili waweze kupata uzoefu kwenye fani walizosomea na waweze kujiajiri na kuajiriwa. Moja ya changamoto ya vijana mara nyingi wamekuwa wakisema ni kwamba wanapoenda kutafuta kazi wanaulizwa experience inakuwa imetangazwa pale kwenye tangazo la kazi. Kwa swali imekuwa kwamba tunapataje experience? Serikali imekuja na jibu la swali kwamba sasa kijana anaweza akapitia mifumo aka-apply, akaweka CV yake. Baada hapo serikali ina mkakati ambao tayari uko unafanya kazi, ambapo vijana wanapata nafasi za kupata attachment kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kupata ujuzi. Na serikali huwa inawalipa wale vijana posho kiasi fulani kwa ajili ya kwenda kazini na kurudi na kuendesha maisha yao. Kwa mpango huu tutaendelea kusukuma uwe ni sehemu nzuri ya vijana kupata uzoefu, ili kesho na keshokutwa kijana anapokuwa anapoulizwa experience anakuwa tayari kuna jambo ambalo ameshalifanya kwa mikono yake. Pia kupitia programu hizi zaidi ya vijana 154,778 wamejumlishwa katika programu hizi, ikiwemo programu inayohusika na urasimishaji wa ujuzi. Wakati huo huo, Waziri Nanauka amesisitiza kuwa serikali inakusudia kurasimisha ujuzi wa fani za vijana waliopata nje ya mfumo rasmi ili waweze kutambulika na kupata fursa za ajira ndani na nje ya nchi. Adam Luhomwa, Star TV, Dar es Salaam. Asante sana Adam Luhomwa kwa taarifa hiyo. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar mstaafu Balozi Seif Ali Iddi amesema ujenzi wa nyumba za maendeleo zenye bei nafuu ni hatua ya kuimarisha makazi bora kwa wananchi, hususan wenye kipato cha chini. Taarifa kamili na Abdullah Pandu. Akizungumza wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi katika ujenzi wa nyumba 3,000 za makazi na biashara kwa niaba ya makamu wa pili mstaafu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ Idrisa Kitwana Mustafa amesisitiza kwamba serikali itaendelea kuimarisha makazi maeneo mbalimbali Unguja na Pemba kwa ajili ya wananchi wa Zanzibar. Anasema nyumba hizo 3,000 zinazojengwa 40% zitauzwa na kupangishwa kwa watu wenye kipato cha chini. Dhamira njema ya dhati kuhakikisha miji yetu inaendelea kukua na nyumba hizi wananufaika makundi mbalimbali bila kujali matabaka. Yaani tuweze kuyajali matabaka yote bila kujali na kuangalia rika, mila, silka, kabila na mambo mengine. Wote wao wana uwezo wa kununua nyumba hizi ama kukodi nyumba hizi. Lengo za nyumba hizi wameniambia wenyewe hapa
kwamba lengo lao ni nyumba za watoto wa wakwezi na wakulima. Akizungumzia mradi huo, mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba Zanzibar Sultan Said amesema ujenzi huo utakuwa ni wa nyumba za mfano za biashara na makazi kwa wananchi wa kipato cha chini. Salha Mwinjuma ni naibu waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi Zanzibar. Anasema mradi huo utakwenda sambamba na maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar, sambamba na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na tukikumbuka azma ya rais wetu wa mwanzo Dr. Karume kuweka miji salama na makazi bora, basi hii ambayo inatekelezwa hapa na Mheshimiwa Rais Hussein Ali Mwinyi ndiyo muongozo ama ni kuendeleza yale maoni ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Karume, Rais wa Zanzibar awamu ya kwanza. Mradi huo upo katika hatua za awali ikiwemo ujenzi wa kuta katika baadhi ya vitalu, uwekezaji wa miundombinu ya maji na umeme, pamoja na maandalizi ya miundombinu ya msingi katika vitalu vingine. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Mtazamaji, zaidi ya waombaji 14,000 sawa na 76% wamepangiwa kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi VETA kwa ngazi ya kwanza kwa mwaka wa masomo 2026, huku waombaji wenye mahitaji maalum wakipewa kipaumbele. Blamuzi na taarifa hii kutoka Dodoma. Hayo yamebainishwa jijini Dodoma na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA CPA Anthony Kasore katika mkutano na waandishi wa habari wakati akitoa taarifa rasmi ya matokeo ya uchaguzi ya waombaji wa kujiunga na vyuo vya VETA hapa nchini. Kati yao ambao tumewapangia kwa sasa hivi ni 145 na wengine 50 wanasubiri kupangiwa vyuo. Na waombaji hawa wenye mahitaji maalumu wapo ambao wenye uoni hafifu, usikivu hafifu na wenye ulemavu wa viungo. Na kupitia hilo na kwenyewe pia tuliweka kipaumbele na kuhakikisha kwamba wote tunawachukua na kuhakikisha kwamba tunawachukua katika maeneo yote ambayo tunayo miundombinu ya kuweza kuwahudumia na kuwawezesha kuweza kupata mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo vya VETA. Sambamba na hilo, tumekuwa pia na waombaji ambao wametoka kwenye vyuo vya kati na vyuo vya juu. Aidha, CPA Kasora ameongeza kuwa VETA imefanya maboresho mbalimbali katika kuhakikisha waombaji wote hapa nchini wanapata nafasi ya kujiunga na masomo kwa mwaka huu. Kuondoa mitihani ya mchujo. Hapo awali ilikuwa ili wale waombaji wanaohitaji kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi wanapoomba na kujaza fomu zao walikuwa wanahitajika kuweza kuja na kufanya mtihani ambao tulikuwa tunauita aptitude test. Na mtihani ule maana yake tulikuwa sasa unatupelekea kwenda kuchuja watu na kuweza kuchukua baadhi ya watu. Swala hilo tumeweza sasa kulitoa na tumeendelea kuhakikisha kwamba tunachukua watu wote wenye sifa, kwa sababu kwa kutumia mitihani hile ilikuwa saa zingine tunaondoa watu kuweza kupata fursa kutokana na mtihani, na wengine ambao walikuwa na uwezo na tunaona kabisa wana uwezo walikuwa wanaweza saa zingine kutokuchukuliwa. VETA imepokea waombaji 134 wenye elimu ya stashahada, shahada na shahada ya uzamili ili kupata ujuzi katika nyanja mbalimbali. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses, Star TV. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Dr. Simeon Raymond Nsaho amewataka Watanzania kuendelea kudumisha na kulinda amani nchini ambayo ni urithi wa waasisi wa taifa hili. Sospita Mabirika anaondana na taarifa hii. Akizungumza na wananchi wa jimbo la Serengeti mara baada ya kuteuliwa kuwa mbunge na waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Dr. Simeon Raymond Nsaho anasisitiza umuhimu wa kulinda amani ya nchi. Amani yetu inavyoletwa sisi inaletwa na ninyi, lakini na sisi vijana, kwa sababu tunaheshimu
kauli ya wazee. Kwa hiyo ndugu zangu, nawaomba sana, sisi ndo tuwe walinzi wa amani namba moja, ili tuweze sasa kutumia ulinzi wa amani kudai maendeleo yale ambayo serikali imeweza kuahidi na kutegemea kwamba sisi tutakuwa sehemu ya yale maendeleo. Aidha, Waziri Dr. Nyansawa anawaomba wananchi wa Serengeti kutokubali kuruhusu matabaka ya ukabila. Serengeti tunapenda iwe moja. Ukisikia mtu yeyote anakuja kukwambia mimi bwana nisaidie kwa sababu mimi unajua mimi ni Mkira mwenzako, huyo ni mtu wa ajabu kabisa. Sisi tunachokwenda nacho ni kwamba awe Mngoreme, huyo ni Serengeti yetu. Awe anatoka Isenye ni ya kwetu. Awe anatoka Ikoma ni wa kwetu. Tunataka tuondoe matabaka. Mkuu wa wilaya Serengeti wakili Angelina Mariko anaeleza jinsi serikali ilivyotoa fedha za maendeleo, huku mkurugenzi wa halmashauri Dr. Maulidi Madeni anawahimiza wazazi kuwalea watoto kizalendo. Mkurugenzi wetu wa halmashauri amepokea fedha zipatazo bilioni 1.7 kwa ajili ya miradi ya maendeleo, lakini sambamba na hilo tumepokea bilioni 6.3 kwa ajili ya mradi mkubwa wa umeme. Mheshimiwa Rais ametupatia bilioni 24 kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa maji Machila. Kama Serengeti kwenye sekta ya afya, ya sekta ya elimu na sekta zingine natumia zaidi ya bilioni 5. Kwa sisi wazazi, basi tuhakikishe watoto wetu wanatembea kwenye mambo hayo matatu. Wakati huo, baadhi ya wananchi wanatanabaisha umuhimu wa kulinda amani ambayo ni tunu ya nchi. Tunaendelea kumwahidi Mheshimiwa Rais kwamba tutaendelea kuitunza amani yetu. Taenda tunajivunia kwamba Rais hajakosea, ametuletea kiongozi mzuri. Kutoka Serengeti Hospital Mabirika, Star TV. Polisi mkoani Njombe wamekamata watuhumiwa 98 wakitajwa kuhusika katika matukio mbalimbali ya kihalifu ikiwemo mauaji, wizi, ubakaji na uporaji. Kamishna msaidizi wa polisi Mahmud Banga ameviambia vyombo vya habari kuwa katika operesheni mbalimbali zilizofanywa katika kipindi cha kuanzia mwezi Oktoba wamefanikisha kuwakamata watuhumiwa hao wakihusishwa na makosa mbalimbali ikiwemo ya mauaji. Nimefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili ambao wamefahamika kwa jina la Petro Alfredi Mfugale, huyu ana miaka 35, na Benson Naftali Liambilo miaka 35, wote wakazi wa Liamkena Makambako. Watuhumiwa hawa wanatuhumiwa kwa kosa la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Alfredi Aloni Mfugale miaka 61, mkazi wa Liamkena ambaye ni baba yao mzazi. Tukio hili limetokea siku ya tarehe 17 mwezi wa 11 2025 na mwili wa marehemu ulionekana siku ya tarehe 18 mwezi wa 11 2025, huku ukiwa na jeraha maeneo ya kichwani ambapo alipigwa na kitu kizito. Sababu zinatajwa kuwa ni imani za kishirikina ndizo zilizopelekea kutekelezwa kwa mauaji ya mzee huyu. Katika kisa kingine, polisi wamemkamata Gerald Severin miaka 40, mkazi wa Ludewa, wakimtuhumu kuhusika na matukio ya ubakaji wa wanawake. Kwa amekuwa akijificha polini na wanapopita wanawake basi anakamata mmoja na kuweza kumfanyia kitendo cha ukatili. Kwa jeshi la polisi tulipata taarifa na kuweka mitego na kufanikiwa kumkamata. Kwa wale wa mama ambao ni wahanga tunaendelea kuwapata na kuwachukua maelezo ili mashauri yote yaliyotokea hayo yaweze yote kufikishwa katika mahakama. Watuhumiwa wengine wanakabiliwa na makosa ya usalama barabarani na tayari uchunguzi unaendelea ili kuwafikisha mara moja mahakamani kwa hatua zingine za kisheria. Kutoka jeshi la polisi mkoa wa Njombe, mimi ni Dickson Kanyika, Star TV. Na wakati dunia ikiendelea kupiga hatua kubwa katika maendeleo ya teknolojia, vyuo pamoja na taasisi za elimu ya afya nchini zimetakiwa kuzalisha wataalamu wa afya watakaokidhi mahitaji ya soko la sasa na baadaye. Mwanahabari wetu Sudi Shaban anafafanua.
Katika kuelekea mapinduzi ya 4 ya viwanda, sekta ya afya imeshuhudia mabadiliko makubwa ikiwemo matumizi ya akili mnemba artificial intelligence, matibabu ya masafa yani telemedicine na mifumo ya kidijitali ya kutunza kumbukumbu za wagonjwa. Bila shaka, hali hii inafanya iwe lazima kwa wahitimu wapya kuwa na ujuzi wa ziada nje ya tiba zilizozoeleka. Mahafali ya 12 ya chuo cha afya Tandabui jijini Mwanza inatumika kama ulingo wa kupenyeza ujumbe wa taasisi za afya kuzalisha wataalamu watakaoendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia na baadaye kuimarisha afya za wazalishaji wanaochochea maendeleo hayo. Mabadiliko haya hayazuiliki kwa kuwa mambo mapya yanaibuka kila kukicha. Ili Tanzania iweze kuwa nchi ya uchumi wa kati inayoongozwa na viwanda, ni lazima kuwa na wataalamu wa kutosha katika fani za afya ambazo zitashughulika na kuimarisha afya za wazalishaji katika uchumi wa kati. Wataalamu wao hupatikana pale inapotolewa elimu iliyo bora na walimu walio makini. Hoja nyingine ikatolewa hapa. Sekta binafsi zinazotoa mchango mkubwa katika maendeleo kwa kuwa zinatoa ajira kwa wananchi na huduma mbalimbali. Kama ilivyo chuo cha Tandabui kinavyotoa huduma ya elimu ya sayansi na sayansi ya jamii zinazosaidia kupunguza vifo na umaskini ambao unatokana na upungufu wa tendaji kazi katika sekta ya afya na maendeleo ya jamii. Kwa mujibu wa chuo, kinajinasibu kuishi katika umahiri na hivyo kuandaa wataalamu wa afya wenye weledi na uzalendo. Mpaka sasa tunajivunia chuo chetu kina jumla ya miaka 12 na jumla ya kozi 11 zilizozalishwa zaidi ya wahitimu 8,000 kwenye sekta za afya na maendeleo ya jamii. Safari ya miaka kadhaa chuoni, matarajio chanya ya angali mioyoni mwao, haswa ni ya kuimarisha afya ya kila Mtanzania. Elimu yangu niloipata nitaenda kuitumia kwa ajili ya kusaidia ndugu zetu walioko kwenye jamii zetu, kuwapatia elimu kuhusu afya na kuwashauri kuhusu afya. Tayari nilikuwa nishaanza kazi, kwa hiyo kuna vitu ambavyo nimeongeza ujuzi zaidi na zaidi. Kwa hiyo kupitia ujuzi huu ambao nimeongezea, nitaenda kuboresha zaidi katika utoaji wa huduma kwa wateja wetu au wagonjwa wetu. Sasa wamehitimu, ikiwa ni mwanzo safari mpya ya kutimiza ndoto na ahadi za mafanikio zilizo juu yao. Sudi Shaban, Star TV, Mwanza. Huko Kilimanjaro, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nuruddin Babu amesema mbio maarufu za Rombo Marathon zina mchango mkubwa katika kukuza utalii nchini kutokana na kushirikisha washiriki kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni. Mashindano ya Rombo Marathon yamefanyika leo katika msitu wa Rongai mkoani Kilimanjaro, yakihusisha wakimbiaji wa ndani na nje ya nchi. Profesa Mkenda, hongera sana. Lakini unafanya hivi kwa kutimiza azma ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na kuendeleza utalii na kuipa nguvu filamu yake ya Royal Tour. Tunapokea wageni wengi kutoka maeneo mbalimbali, lakini hapa tunao wenzetu kutoka nchi jirani ya Kenya na baadhi ya mikoa mingine. Kwa hiyo Profesa, jambo hili ni jambo jema, na Mungu akitujalia mwakani nataka tuliboreshe. Kwa hiyo naomba niwashukuru wadau wote kutoka sehemu mbalimbali ndani ya Tanzania na hata nje ya Tanzania. Nimeona vijana wametoka Australia humu, kuna washiriki kutoka Kenya. Wote tunashukuru sana kwa kuja kushirikiana na sisi na kufanya tukio hili liwe la mafanikio. Wadau na washiriki wa mashindano hayo wamesema tukio hilo limekutanisha washiriki kutoka maeneo mbalimbali na kuwa jukwaa muhimu la kuitangaza Tanzania kimataifa. Hiki cha msimu wa Krismasi na mwaka mpya, wenzetu wakazi wa maeneo ya Kilimanjaro na Arusha wana utaratibu wa kurudi nyumbani. Mbio hizi zinawakutanisha na kuweza kujumuika kwa pamoja. Kwanza ni afya na mazoezi ni muhimu, lakini pia ni tukio ambalo linafanyika mkoa wa Kilimanjaro mwishoni mwa kila mwaka. Rod Kimushi, Star TV, Kilimanjaro.
Na kwingineko, wananchi zaidi ya 1900 vijiji vitatu vya Mgambo, Mkola na Mwenge katika tarafa ya Kiwele wilayani Sikonge mkoani Tabora ambao wamekabidhiwa hati miliki za kimila 576 wameiomba serikali kuendelea na zoezi hilo la urasimishaji wa ardhi ili kupunguza migogoro baina ya wakulima na wafugaji katika maeneo yao. Sandy Kabaye anafafanua taarifa hii. Baadhi ya viongozi wa vijiji hivyo, Paulo Kangela, Shaban Swedi na Gerald Mlowezi, licha kuishukuru serikali na taasisi isiyo ya kiserikali ya uhifadhi endelevu wa maeneo tengefu ADAP katika mradi wa uhifadhi wa ushoroba wa misitu ya Rungwa, wamebainisha umuhimu wa mpango huo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hawa watu bado wana uhitaji mkubwa, na mpaka dakika hii bado tunapokea maoni na maswali mbalimbali kwa ajili ya kuja kumalizia upimaji wa hati miliki za kimila katika kijiji cha Mwenge, hata vijiji vya Mkola na Mgambo pia. Hivyo tunatoa shukrani kwa shirika la ADAP na serikali kwa kutuwezesha, na hivi leo wananchi wanapata hati zao za kimila katika mashamba yao na viwanja vyao. Lakini shukrani za tatu ziwaendee wananchi kukubali kupimiwa ardhi zao, kwa sababu hili jambo ni muhimu, ni kutatua migogoro, mmetusaidia sana. Wakiongea katika zoezi hilo la ugawaji wa haki miliki za kimila bure kwa wananchi hao katika vijiji hivyo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Sikonge, Sefu Salumu, mkurugenzi wa mipango ya matumizi ya ardhi, usimamizi na uratibu wa Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, Jonas Masingija, na meneja mradi wa ADAP Romanus Mwakimanta wanaeleza malengo ya mradi huo. Kwa wote natoa shukrani na naomba kwamba tumeambiwa hapo ukiangalia halmashauri yetu na vijiji 71. Lakini ni vijiji 43 tu ambavyo vimeandaliwa mipango kina. Kwa naomba ushirikiano huu uendelee, ni kuwawezesha wananchi kiuchumi ili waione rasilimali ardhi kwamba ni nyenzo ambayo wanaweza kaitumia ili kujiwezesha kujiingizia kipato. Hizi vipaumbele kwa ni vile kaya ambazo zinapakana na msitu kwa ajili ya kuweza kutoa kile kigezo kwamba hatufahamu mpaka ni upi, lakini pia kuweza kuwajua majirani wa msitu ni wakina nani. Kufuatia zoezi hilo, mkuu wa wilaya ya Sikonge Thomas Miinga amebainisha umuhimu wa hati miliki za kimila kwa wananchi waliokabidhiwa hati hizo. Tuwe wastaarabu kwenye mipaka ambayo tumejiwekea, ili kuondoa ambayo nimeyasema, migogoro ambayo sio lazima kwenye maeneo yetu. Ardhi tusaidie kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, isiwe sehemu ya kuturudisha nyuma. Mradi huo unafadhiliwa na taasisi isiyo ya kiserikali ya uhifadhi endelevu wa maeneo tengefu ADAP kupitia mradi wa uhifadhi wa ushoroba wa misitu ya Rungwa kwa lengo la kulinda uhifadhi wa misitu na kupunguza migogoro kati ya jamii na mamlaka za uhifadhi. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Shirika la Grumeti Fund limetoa elimu ya ufundi stadi kwa vijana zaidi ya 100 katika wilaya Bunda na Serengeti mkoani Mara ili kuwezesha kujitegemea na kukabiliana na changamoto za kimaisha kwa kutumia mbinu mbadala. Habari zaidi na mwandishi wetu. Shirika la Grumeti Fund limeendelea kutoa ufadhili wa mafunzo ya ufundi stadi, biashara na teknolojia ya mawasiliano kwa vijana waliopo katika mapori ya akiba ya Ikorongo na Grumeti katika wilaya za Bunda na Serengeti mkoani Mara. Na lengo kubwa ni kutaka kumsaidia kijana kuweza kujisimamia, kujitambua, kujiamini, na pia tukiangalia topics mbalimbali ambazo tunakuwa tunawafundisha, hii ni kuweza kumsaidia kijana kuweza kujua nafasi yake kama kijana au kama mwanafunzi katika jamii ni nini. Hatua hii inatajwa itakwenda kuwasaidia vijana hawa kuweza kukabiliana na ugumu wa maisha baada ya masomo yao. Na hii imelenga kuwezesha vijana wetu waweze kuanzisha biashara ndogo ndogo, hasa wanapokuwa likizo na wanapokuwa majumbani pindi wanapokuwa wanamaliza shule. Lakini pia kama idara ya kwetu rasilimali watu, hiyo inawapokea pale wanapokuja kutaka mafunzo kwa vitendo. Whether wanataka kuja kwenye field au kwenye internship, huwa tunawapokea. Baadhi ya vijana hawa wanasema kuwa elimu walioipata itakwenda kuwaondolea utegemezi katika familia zao na jamii kwa ujumla. Tumejifunza kuandaa bajeti kabla ya kupata pesa, ili ujue unapopata pesa inaelekea wapi, na sio kwamba unatumia pesa bila kujua inapoelekea na mwisho siku unaipoteza. Nimejifunza kuhusu mambo na teknolojia au communication skills ambayo imenisaidia kutumia mitandao kwa ufasaha na kwa uelewa
Cha mno nashukuru kampuni ya Grumeti Fund kwa udhamini huu mkuu ambao imetufadhili kuanzia kidato cha kwanza ikiwa na kumbukumbu yake kwamba mpaka na hitimu. Kwangu nashukuru sana na wapongeza Grumeti Fund, waendelee sana kutoa ufadhili huu, kwani kuna watu ambao wana uwezo wa chini wanashindwa kwa kusomesha watoto wao na kushindwa kufikia ndoto. Shirika la Grumeti Fund limeendelea kutoa ufadhili wa masomo ya biashara na ufundi stadi, teknolojia ya mawasiliano, uhifadhi wa mazingira na rasilimali katika maeneo yao. Sadiki Unga, Star TV, Mara. Watanzania wameombwa kuendelea kulinda amani na utulivu uliopo nchini na kuepuka maneno ya baadhi ya wanaharakati na viongozi wa kisiasa ambayo yanaweza kuchochea vurugu na kuhatarisha usalama wa taifa. Wito huu umetolewa jijini Dar es Salaam na mwanaharakati wa haki za vijana Masudi Mambo, ambapo amesema demokrasia na utafutaji wa haki hujengwa kwa maridhiano na sio kwa vitendo vya vurugu na maandamano. Kila Mtanzania, kila kijana, tuna kila sababu ya kuliona hili kama la muhimu kabla ya chochote kile. Amani ya nchi yetu, utulivu wa nchi yetu na mustakabali wa nchi yetu ndio kitu pekee ambacho kinaweza kutufanya tukaleta maendeleo kwa vijana, tukaleta maendeleo kwa wazee, tukaleta maendeleo kwa kina mama. Tuwakatae wanaohamasisha au kuunga mkono mikakati yote inayolenga kuingiza nchi kwenye machafuko, kwenye vurugu au kwenye mgawanyiko wa kisiasa ambao hao wanapinga maslahi ya taifa na ustawi wa wananchi. Mambo ameisii jamii kutumia mitandao ya kijamii katika kujenga umoja wa kitaifa na kujipatia kipato kwa kufanya biashara mtandaoni. Tunawakumbusha Tanzania wote waliopo nchini na diaspora ya kuwa mitandao ya kijamii si uwanja wa kuichafua nchi yetu. Mitandao ya kijamii si uwanja wa kuipaka matope nchi yetu. Maneno, maandishi au kampeni za kuichafua nchi yetu zina athari kubwa kiuchumi, zina athari kubwa kidiplomasia, zina athari kubwa kiusalama. Uzalendo wa kweli ni kukosoa kwa hoja. Uzalendo wa kweli ni kutoa mapendekezo ya utatuzi kwa heshima na nia ya kujenga na sio kubomoa. Aidha, amewaomba Watanzania kuiunga mkono serikali katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo kwa maslahi mapana ya taifa. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Tazamaji, taarifa yake Bwana Shomari inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa utakuwa ni wasaa wa Jicho Letu Mkoani. Tafadhali endelea kubaki nasi. Una kifurushi cha nyota, una kifurushi cha mambo, wale wa Uhuru pia, Bibi Smarty na Super, welipa kifurushi chako cha mwezi. Msimu huu wa sikukuu tumewaletea tena Star Times. Tunakuambiaje? Lipa tukuboosti zaidi. Ewe mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi mzima, tukuboost kwenda mambo mwezi mzima bure, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 tutakuboost kwenda Uhuru bure, huku ukilipia Uhuru kwa shilingi 23,000 utaboostiwa siku 5 zaidi bure. Ewe mteja wa Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tutakuboost mpaka Smart mwezi mzima bure, na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 tutakuboost kwenda Super bure, huku ukilipia Super kwa shilingi 38,000 utaboostiwa siku 5 zaidi bure. Star Times, lipa tukuboost zaidi. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God, ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo.
Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu, huu ni wasaa jicho letu mkoani. Leo hii tuelekee huko mkoani Geita. Vijana wanaojishughulisha na uchimbaji wa dhahabu mkoani Geita umeiomba serikali kupanua wigo utoaji wa leseni kwa wachimbaji wa zao wadogo na wakati ili kuongeza ajira na kuchochea shughuli za kiuchumi. Taarifa hii inasomwa studio. Ni mapokezi ya naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI na mbunge wa jimbo la Busanda Daktari Jafar Saif alipowasili Ngule mkoani Geita kwa lengo la kukutana na kuzungumza na vijana wanaojishughulisha na shughuli za uchimbaji wa madini dhahabu katika jimbo lake. Namshukuru kwa sababu amekuja kujumuika na sisi kama wachimbaji, sisi kama wana Busanda. Hivyo tunamshukuru sana. Jukumu letu ni kuendelea kumuunga mkono na kumwombea Mwenyezi Mungu amtangulie ili aendelee kututumikia vyema sisi wana Busanda na wana Tanzania kwa ujumla. Karibu mgeni mwenyeji wa pwani, vijana katika maeneo ya Lamgasa, Nyarugusu na Ngula wakatumia fursa hiyo kumuomba rais aridhie na kuruhusu vibali na leseni nyingi za uchimbaji wa madini kwa wazawa. Tunamuomba mama yetu aendelee kutoa fursa kwa vijana, pia atoe leseni kwa wachimbaji wadogo wadogo ambazo zinatupa fursa sisi vijana kuwepo maeneo ya migodini. Tunamuomba Mheshimiwa Rais azidi kutoa leseni za uchimbaji wa madini, maana sisi wote vijana hapa unaotuona sisi ndio wanufaika zaidi na hii migodi. Kauli ya Dr. Saif ni wazawa kupewa kipaumbele katika shughuli za madini na hasa vijana kupitia vikundi ili waweze kuwezeshwa kwa pamoja. Jambo la kwanza ambalo sote kwa pamoja tumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha wizara ya vijana. Kwa yale mambo ambayo yanahusiana na vijana yataratibiwa kwa dawati lile la vijana, na mambo ya leseni sasa ukitoka kwenye wizara ya vijana wao watakuwa wana organization nzuri ya kuweza kumfikia Mheshimiwa Mavunde. Lakini kama mimi mwakilishi kama mbunge wao na kwenda kuongea na Mheshimiwa Mavunde namna gani anavyojiorganize kwenye vikundi. Wito wa Dr. Saif ndio wito wa wengi wenye migodi katika eneo hili la Geita vijijini. Moja ya sifa ambayo najisifia mimi kama bodi wetu hapa, tunaweza kutoa ajira kubwa sana na vijana. Tunasaidia vijana wengi sana. Na pia support ya serikali ni kubwa sana. Na hii inatuwezesha hata vijana wengi walioonyeshwa hapa matukio ya ovyo hayawezi kubadilika kabisa, sababu vijana wanapata riziki kwa mbodi. Akiwa Busanda, Dr. Saif ametembelea maeneo kadha wa kadha na kuhitimisha ziara yake kwa mkutano wa hadhara, akieleza nia ya serikali ya kuhakikisha bima ya afya kwa wote inaendana na upatikanaji wa huduma za afya katika maeneo yote nchini. Tunalibebea bango swala la bima ya afya kwa wote, ili sasa mama zetu, wazee wetu, vijana wetu wakienda kupata huduma na kweli ziwe huduma. Sasa bima ya afya inaendana na utoaji wa huduma. Ndio maana tunaboresha. Abdullah Othman, Star TV. Tazamaji, tuende mapumziko mafupi, tutarejea hivi punde kwa habari za biashara na uchumi. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. Jiunge na familia ya Supersport kwenye michuano ya AFCON Morocco 2025. Mechi zote zinapatikana ndani ya DStv kupitia kifurushi cha bomba. Kulipia piga *150 *53 alama ya reli. Karibu sana mtazamaji katika habari za biashara na uchumi. Kampuni ya Vodacom imefanya tukio maalum la kugusa maisha ya wateja wake wenye uhitaji pamoja na wateja kawaida kwa kutoa zawadi mbalimbali kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka. Tukio hili ni mwendelezo wa kampeni ya kusambaza kapu la Vodacom lilosheheni vyakula mbalimbali katika maeneo mbalimbali hapa nchini, ambapo uongozi wa Vodacom umefika kata ya Njoro Manispaa ya Moshi kutoa mkono wa sikukuu kwa wateja wao. Leo tumetoa zawadi ya kapu la Vodacom kwa wateja wetu ambao wamekuwa pamoja nasi ndani ya miaka 25. Na hii ikiwa ni mojawapo au ndani ya kampeni ya miaka 25 ya Vodacom. Vodacom tunaadhimisha mwaka mzima
kwa kutoa zawadi kwa wateja wetu kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Leo tumetoa zawadi mbalimbali kwa wateja wetu wa Vodacom, ikiwemo kapu la Vodacom kama mnavyoona limesheni vitu vingi kabisa. Kampeni hii ni kampeni ambayo inafanyika kwa Tanzania nzima. Kwa hiyo tunapita maeneo yote kwa Tanzania kuhakikisha wateja wetu wanapata haya makapu. Wateja waliopatiwa kapu la Vodacom wamepongeza kampuni hiyo kwa hatua hiyo, huku wakisema imewarejeshea tabasamu na kuwapa uhakika wa kusherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka kwa furaha. Mwanzoni sikuwa naamini, nikahisi kama ni matapeli na nini. Hatimaye nikabidi nifike. Kufika ndo naona kama nakabidhiwa zawadi kama hii. Kiukweli nimefurahi na nimejisikia faraja sana. Naamini hata familia yangu itafarijika kwa hilo. Kwa naamini litanisaidia sana kwenye yale mahitaji ambayo nilikuwa nitoe mfukoni kwangu ninunue kwa ajili ya familia. Nadhani Vodacom wamenirahisishia na hatimaye litafika hiyo siku ya sikukuu. Nimefurahi kupokea hili kapu la Vodacom kwenye huu msimu wa sikukuu. Kwenye hizi zawadi zilizopo kwenye hili kapu la Vodacom, naamini litanisaidia pamoja na familia yangu. Nashukuru sana. Rodrick Mushi, Star TV Kilimanjaro. Tazamaji, tena mapumziko mafupi. Habari za mataifa mbalimbali zitakuja hivi punde. Tazamaji, karibu sana katika habari za mataifa mbalimbali. Viongozi wa Denmark na wale wa kisiwa cha nchi hiyo kinachojitawala chenyewe cha Greenland wamesisitiza kuwa Marekani kamwe haitoichukua Greenland na kuitaka Washington kuheshimu hadhi ya mipaka inayotambuliwa kimataifa. Charles Machugu ametuandalia undani wa habari za kimataifa. He felt very strongly we need Greenland for national security. Mara kadhaa kiongozi huyu wa Marekani huwa anasema angetamani Marekani ikinyakue kisiwa hicho kwa sababu za kiusalama, matamshi ambayo mara zote huwa yamezusha ukosoaji mkubwa kutoka kwa Denmark iliyo mshirika wa Washington. Matamshi ya Rais Trump yanawaibua viongozi wa Denmark na kuipinga kauli hiyo licha ya Rais Donald Trump kumteua mjumbe maalum wa Washington kwa ajili ya Greenland na kuendelea kushinikiza umuhimu wa Marekani kuchukua udhibiti wa kisiwa hicho cha bahari ya Arctic. Waziri Mkuu wa Denmark, Mette Frederiksen, na mwenzake wa Greenland, Jens Frederik Nielsen, wamesema kwenye tamko la pamoja kuwa kisiwa hicho kamwe hakitokwenda mikononi mwa Marekani na kupuuzilia mbali hoja za Washington kuhusu suala la usalama. Hili linajiri wakati Rais Trump akimteua gavana wa jimbo la Louisiana, Jeff Landry, kama mjumbe wake maalum huko Greenland na kusababisha ukosoaji mpya kutoka kwa Denmark na Greenland kuhusu nia ya Washington katika kisiwa hicho chenye madini mengi ya Arctic. Tukiangazia Syria. Katika ongezeko kubwa la mapigano, vikosi vya serikali vya Syria vimeanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zinazoshikiliwa na vikosi vya kidemokrasia vya Syria SDF vinavyoungwa mkono na Marekani huko Aleppo na kukamata hazina kubwa ya silaha. Mapigano hayo yamezuka wakati wa ziara ya kidiplomasia ngazi ya juu ya Uturuki huko Damascus, ambayo yamewaacha raia wakiwa wamekufa na kutishia kuharibu mchakato dhaifu wa amani na kuwajumuisha vikosi vinavyoongozwa na Wakurdi katika jimbo hilo. Ghasia hizo zinazohusiana moja kwa moja na kumalizika kwa mkataba wa Machi 10, mkataba unaungwa mkono na Marekani ambao uliweka tarehe ya mwisho ya mwaka kwa SDF kuunganisha taasisi zake za kijeshi na kiraia katika jimbo la Syria. Wachambuzi wanaonya kwamba kuanguka kwa makubaliano ya Machi kunahatarisha mapigano mapana ya silaha ambayo yanaweza kuvutia Uturuki na kufichua kuibuka dhaifu
kwa Syria kutoka vitani. Kwingineko, utekaji nyara mkubwa wa watoto wa shule nchini Nigeria umekoma baada ya wanafunzi 130 kuokolewa kutoka kwa watu wenye silaha waliovamia shule ya bweni ya Wakatoliki. Zaidi ya wanafunzi 300 na walimu 12 walitekwa nyara wakati wa shambulio la mwezi uliopita katika jimbo la Niger. Mnamo Disemba 8, mamlaka zilihakikisha kwamba kuachiliwa kwa watoto 99 na mwalimu mmoja na kuripotiwa kuachia angalau wengine 165 na watekaji nyara. Tangu utekaji nyara huo, idadi kamili ya watu waliochukuliwa na wangapi wamebaki kifungoni haijulikani wazi. Rais wa Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, amesema serikali yake itaendelea kufanya kazi na Niger na majimbo mengine ili kulinda shule zao na kufanya mazingira ya kujifunzia kuwa salama zaidi na yanayofaa zaidi kwa watoto wao wadogo. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Watu 5 wameuawa katika ajali ya ndege ya jeshi la majini la Mexico ilipoanguka karibu na Galveston mjini Texas. Ndege hiyo aina ya King Air ANX 1209 iliyokuwa imebeba wanajeshi 4 na raia 4 ilikuwa ikisafirisha matibabu kwa ushirikiano na wakfu wa Michoud na Mao. Mtoto wa miaka 2 ni miongoni mwa watu waliouawa wakati ndege ya jeshi la wanamaji la Mexico ilipokuwa imebeba wagonjwa kimatibabu ilipoanguka kwenye maji ya ghuba ya Galveston. Jeshi la wanamaji la Mexico limesema ndege hiyo ilikuwa ikisaidia na misheni ya kimatibabu kwa kushirikiana na wakfu wa Michoud na Mao ambao hutoa usafiri wa dharura kwa watoto walio na majeraha ya moto yanayohatarisha maisha hadi hospitali ya watoto ya Shriners huko Galveston. Na mtazamaji, twende mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa tutakuwa tukidunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali usibadili kituo. Msimu wa sikukuu ndo huu hapa umefika mama. Sema chochote unachotaka. All in all, ninachotaka mimi ni DSTV. Mama anasema anachotaka ni DSTV. Lakini tayari anayo. Mbona kaniambia hivyo hivyo? Au hii ni kodi? Nimnunulie tu jogoni. Twende kwenye grupu la familia tuone wengine wanasemaje. Anazo sita. Na hiyo ni hesabu. Ndio. Yo yenyewe sasa. Sasa nimepata mwarobaini wenu. Kuniweka mpaka usiku kwa ajili ya jua kali, hitimtim, kuba, matashtiti yote utayapata huko. Kujiunga piga 0659070707. All in all, vyote unavyotaka vipo DSTV. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa shabiki wetu nambari 1. Hizi ni habari za michezo na burudani. Tuanzie kwa wana Lunyasi. Mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba Kamba Lufo ameomba uongozi wa klabu hiyo kumpa muda kocha wao mpya Stephen Baka kwa lengo la kumfanya ipe mafanikio timu yao kwenye ushiriki wao wa mashindano ya kimataifa na ligi kuu ya NBC. Bwana Shumari anatupasha. Lufo amesema Baka anajiunga na Simba ikiwa imeshafanya usajili na inashiriki mashindano ya kimataifa, hivyo itamchukua muda kuingiza mbinu zake za kiufundi klabuni hapo. Viongozi lazima wawe na uvumilivu sana, kwa sababu mwalimu ana kazi kubwa sana ya kurekebisha timu. Kama wewe mwalimu mpya sasa hivi hapa anataka kikosi kitengeneze vizuri, sasa wampe muda, sio muda mchache sana, mara hiki timu imefanya vibaya, wampe time. Naona usikurupuke tu, naona viongozi wetu wengi unajua wanakurupuka sana kwenye vilabu hivi vikubwa.
wanataka mafanikio ya haraka, kwa sababu timu kama imepotea, unajua mnataka mtulie ili timu mtengeneze vizuri. Kuna timu kibao zimepotea, Manchester huko wapi zimepotea, lakini bado wana uvumilivu nao pia. Umeona timu nyingi sana kubwa. Sasa viongozi mimi nahitaji wape uvumilivu, wape nini uvumilivu na wamsupport mwalimu anachotaka, basi wamtekelezee ili Simba yule kwenye mstari wake kama zamani vile. Hilo jambo linawezekana, wampe muda tu. Kambarufu aliyecheza akiwa na taaluma ya ukocha amesema uongozi unatakiwa kulitumia vyema dirisha dogo la usajili la Januari mwakani kwa kusajili wachezaji waliopendekezwa na kocha mkuu ili waweze kufikia malengo ya klabu. Nataka kusema mwalimu kwa sababu na hakika yule mwalimu ni professional, atakuwa anahitaji wachezaji professional ili kuja kusaidia klabu pale. Wachezaji watakuwa na wachezaji wengine wengi, watakuwa na wachezaji wa gharama. Sasa kama viongozi watampa support kupambana naye na kuhitaji wachezaji hamna bei rahisi. Wachezaji wengi wazuri lazima utoe hela ili timu iwe sawa. Sasa na viongozi kama akihitaji mchezaji na si viongozi wakiwa tayari kumsupport kwa hilo, na hakika timu Simba inarudi kwenye mstari wake kama kawaida. Baadhi ya wadau wa soka jijini Dar es Salaam wanazungumzia ujio wa kocha Steven Baka kwa klabu ya Simba. Kama viongozi watampa ushirikiano, atasaidia timu kwa kiasi kikubwa, lakini kama wataendelea kudemadema haya mivutano, bado kocha ataonekana wa kawaida na atatimliwa sana na watashikana sana mambo yasiyokuwa ya kawaida. Simba kwa sasa inahitaji matokeo zaidi, mataji zaidi, na ukizingatia pia hapo kwenye klabu bingwa ambayo baada ya AFCON kuisha itahitajika pia aje kudeliver kile ambacho wana Simba wanahitaji. Tuna matumaini atatuvusha pale tunapohitaji tufike. Katika kisha kocha Steven Baka anapata nafasi ya kuwajua wachezaji na kuandaa mbinu zake. Uongozi wa klabu ya Simba umepanga kuanza kambi ya maandalizi ya michuano mbalimbali Desemba 28 mwaka huu kwa ajili ya michezo ya ligi ya mabingwa Afrika hatua ya makundi na michuano ya ligi NBC. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Na katika burudani ya muziki, wiki 3 zikiwa zimepita tangu bendi ya Zaiko Langa Langa kutoa kibao cha Bruce, mwanamuziki mkongwe Nyoka Longo anazidi kuwapa kazi ya kufanya vijana kimuziki baada ya kutoa kibao kikali zaidi cha Awite kikisheheni kila aina mavazi na staili ya kucheza muziki. Abdalla Chilata anatupasha. Zaiko Langa Langa wanankolo Mboka chini ya mbuyu Nyoka Longo kwa sasa inawakimbiza vijana kwa kibao hiki cha Awate, yani sio hapa, na kuonyesha nguli huyu wa muziki wa rumba aliyegonga umri wa miaka 72 anaonyesha hashikiki hata kwa tochi. Kila chombo kilichosikika katika wimbo huu kimetendewa haki kwa kusikika sawia, huku wanamuziki wa kike na wa kiume waliochangamka kama radha ya uyoga wakionyesha umahiri wao hasa linapokuja swala la kuziachia nyonga. Upande mwingine wa shilingi, mkongwe mwingine Felix Wazekwa naye mambo yake ni moto kama moto wa kifuu. Baada ya mwanamuziki huyo mtanashati mwenye taaluma ya sanaa za mapigano kutoa wimbo wa Fimbu Forever ukihamasisha timu ya taifa ya DRC Congo Leopard kufanya vizuri katika michezo yake. Honorable Patrick Munyonga. Wanamuziki wote wanaonekana wakiwa